Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Neno la Mungu linasema tuliokolewa kwa taraja, tuliokolewa kwa taraja. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunajua kwamba kabla ya kuja katika upande wa nuru tulikuwa katika upande wa giza. Hivyo pale ambapo mwanadamu anapokuwa katika upande wa giza, pale ambapo anakuwa amevutwa na Mungu wa mbinguni, akaamini kwamba Yesu ni Mungu, ina maana kuna ahadi ambayo Mungu waga anampa huyo mwanadamu. Hivyo pale ambapo anakuwa akiishi ndani ya imani, huwa anaishi akitarajia ile ahadi ambayo tayari amekuwa amemuomba Mungu. Anaweza akawa ni mume, anaweza akawa ameomba mke, anaweza akawa ameomba biashara, anaweza akawa ameomba kazi na mambo mengine. Hivyo basi katika kuishi ndani ya imani akiwa anasubiri, unasema kwamba hiyo ndiyo taraji, yaani kwamba anakuwa anatarajia kupata. Ina maana kama anatarajia kupata, ina maana iko ahadi. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo hauwezi ukaifikia ahadi pasipo imani, na pia hauwezi ukaifikia ahadi pasipo kutarajia. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo kama iko ahadi, basi iko taraji, na kama ipo taraji, basi ipo imani, na kama ipo imani, basi iko ahadi. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi mwanadamu yoyote ambaye anaishi kwa imani lazima aishi kwa kutarajia. Yote yule ambaye anaishi ndani ya imani ya Yesu Kristo lazima aishi kwa kutarajia. Ina maana kama anaishi kwa kutarajia, lazima aamini ile ahadi ambayo Mwenyezi Mungu amekwisha kumuahidi, kwamba ahadi ile siyo uongo. Kwa hiyo lazima aishi akitarajia hiyo imani. Hivyo basi kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza kimeelezea nini maana ya imani. Nasema hivi: basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe tena. Na kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 24 kinasema kwamba kwa sababu nawaambia, yote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea yanakuwa yenu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunakuwa tumekwisha kupata kupitia Roho Mtakatifu yale yote ambayo tunakwisha kuyaomba tukiamini, ina maana tayari inakuwa ni ahadi. Lazima Mwenyezi Mungu atufanikishe. Ina maana tunaishi kwa kuyatarajia hayo. Ina maana katika imani hiyo lazima ukubali kabisa kwamba hayo yote ambayo umekwisha kuyaomba na kuamini, ina maana tayari lazima uyakumbatie, yameshakuwa yako tayari katika imani. Ina maana huku katika Yesu Kristo hatuishi kwa kubahatisha, tunaishi katika uhakika wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi kitabu cha Warumi sura ya 8, kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 24 mpaka 26 kinasema kwamba kwa maana tuliokolewa kwa taraja, lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana hakuna taraja tena. Kwa maana ni nani anayekitarajia kile akionacho? Bali tukitarajia kile tusichokiona, tukingojea kwa saburi. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunakumbuka pale ambapo tulikuwa tunaingia ndani ya Yesu Kristo, tulijua tu pale unaingia tu, kama ni mke mwema unapata, kama ni mali unapata, kama ni utajiri unapata, kama ni uchumi unapata. Tulichokuja tukakutana nacho ni kile ambacho tulikuwa hatukitarajia kukipata. Ina maana tulivyoingia tukakuta mambo ni tofauti, majaribu ndipo yalipozidi yakawa magumu. Ina maana tunasema kwamba tunaishi kwa saburi. Kuishi kwa saburi ni pale ambapo Mwenyezi Mungu anakuwa ameachilia yale majaribu. Ina maana tunavyoendelea kuishi ndani ya Yesu Kristo, anatufundisha kuishi ndani ya hayo majaribu. Ina maana hiyo ndiyo saburi. Ina maana hiyo ndani ya saburi hatuishi sisi kama sisi,
mstari wa 26 kitabu cha Warumi ikasema hivi: kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi tunajua kwamba pale ambapo tunakuwa tumekwisha kuingia ndani ya Yesu Kristo, tulitarajia kwamba tutapata kirahisi, lakini tumekutana na mambo ambayo sio rahisi vile ambavyo tulikwisha kutarajia sisi, na maana mambo yalikuja yakawa tofauti. Hivyo kama tunaishi katika hayo mambo yaliyo tofauti, ina maana tunaishi kwa saburi. Ina maana hiyo saburi inatusaidia kufikia ile ahadi ambayo tayari Mwenyezi Mungu amekwisha kutupa. Hivyo tunaishi tukitarajia. Tukitarajia nini? Tukitarajia ahadi ambayo ni nini? Ni ile ambayo Mwenyezi Mungu amekwisha kutuahidi. Hivyo tunaishi kwa imani ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tumekwisha kujua kwamba katika upande huu tunaishi kwa ahadi, tunaishi kwa kutarajia ile ahadi ambayo Mwenyezi Mungu amekwisha kutuahidi. Hivyo tunangoja vipi? Tunaingoja kwa imani ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hivyo tunapokuwa katika upande huu tujue kabisa kwamba tukiamini katika kuomba na kusali, yale yote ambayo tunakwisha kuyaomba tayari yanakuwa yamekuwa yetu. Hivyo tusiwe na mashaka, tusiwe na kusitasita, tusiwe na hofu ndani ya Yesu Kristo. Hayo yote yanakuwa yetu. Bwana Yesu asifiwe tena. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi za kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.